kila mtu ana wajibu. Kila mjumbe wa kamati ya usalama ya mtaa ana wajibu wa kusimamia mambo ya ulinzi na usalama, kusimamia amani isivunjike. Amani iliyovunjika juzi, hata ninyi mnalaumiwa na wananchi wenu ambao waliwaamini 100% kwamba mtawasaidia, lakini vurugu zilitokea kwenye mitaa yenu. Mlikuwa hamna nafasi ya kuchukua hatua kabla hata isitokee tatizo. Hatuhitaji tuchukue hatua wakati wa tatizo. Kabla ya kutokea tatizo, lazima kila mtu ajue wajibu wake. Kila mtu akisimama kwenye wajibu wake, hawezi kutokea tatizo tayari. Hapa tuna jeshi la akiba, tunao. Wenye viti wa mitaa. Hawa watu ni wa kwenu. Na wajibu wa kuwaelekeza muda wote wakafanya majukumu kwenye mtaa wao, kabla hata ya polisi hawajaje. Tunao polisi kata kwenye mitaa, kwenye kata zetu, si ndio? Ndio. Na wajibu wa kuwatumia. Hamuwatumii. Sana mnawaogopa. Tufanye wajibu wetu ili tuwatumikie wananchi waliotuamini kwenye nafasi za kamati ya ulinzi na usalama. Cha kwanza, mnatakiwa kuwa na kanzidata ya wakazi wote katika mitaa yenu, na niliagiza madaftari ya register, si mnayo? Lazima waregister watu wote kwenye mtaa wako, wawepo kwenye daftari lako. Anaweza kapata changamoto Bunda au Mwanza, hayupo kwenye kanzidata yako, mimi natokea mtaa wa Sabasaba Tarime, unapigiwa simu wewe uelewi, ukiangalia kwenye daftari unamkuta, si ndio? Lakini hata kipata changamoto kwa rahisi kumsaidia. Nimeweka vizuri. Kwa kanzidata lazima muwe nayo, orodha ya watu kwenye mtaa wako kwenye daftari lile la makazi. Ni lazima mwenyekiti usimamie na mtendaji wa mtaa usika asimamie, ili tukae na watu ambao ni salama. Lakini cha pili, tuimarishe ule mfumo wa nyumba 10 wa mabalozi wale. Tunao balozi anakuwa na watu kadhaa kwenye eneo lake. Mwenyekiti wewe unasimamia, hakikisha anawatambua watu wake wote kwenye eneo lake la mfumo wa nyumba 10. Na akija, mimi nilipokuwa zamani, nilipokuwa kijana, ulikuwa ukienda mahali unaenda kuripoti kwa balozi, si ndio? Sasa watu wanakuja kiolela, wanakaa huku bila taarifa, na nyinyi mko nao. Hakikisha balozi wako anawatambua watu wake wote wanaoingia kwenye mtaa wake kila siku. Nyumba zile 10 kushinda. Na hii ni kazi yenyewe kamati ya ulinzi na usalama ya mtaa, kuwakumbusha mabalozi. Lakini na nyinyi kufuatilia, kwa sababu mnaishi humo. Lazima tuwatambue. Kuna watu walipokea mtu, kumbe mtu alikuwa jambazi, muuaji. Hivi nategemea nyinyi atawaacha? Kama anazo tabia za kuua watu, atawaacha? Mtaanza kutafuta nani anayetuua hapa. Hakuna mwaka mmoja kuna mtu alikuwa anajificha kwenye mlima aliua sana hapa. Alikuwa akai kwenye maeneo. Sasa alikuwa anakaa kwenu. Lakini mkamlea, kumbe ni mtu mbaya. Jua hata mienendo ya watu kwenye mtaa wako. Ripoti. Nimshukuru sana huyu mwenyekiti wa mtaa wa Starehe. Yuko wapi? Kuna kile chumba watoto walikuwa wanajifungia watoto 6, si ndio? Wa humo mtaani na wanafanya matukio mengi. Huyu aliripoti polisi na wameshakamatwa 2, si ndio? Wengine wamekimbia. Sasa tunataka hizo kazi ndio zifanyike. Wananchi walikuwa wanalalamika kwenye ni mtaa gani ule? Ni maeneo gani? Starehe. Sehemu gani? Mtaa nani? Kule Machijoni. Walikuwa wangapi? Na walikuwa wanasumbua mtaani sana, si ndio? Na tangu mmekamata hapa pametulia. Watoto wa miaka 15. Na muuliza mzazi, anasema mtoto wangu alienda disco usiku. Mtoto wa miaka 15. Halali kwake, analala kwenye banda sehemu na vijana wenzio wanafanya uhalifu na wanavuta bangi. Sasa ni kamati ya ulinzi na usalama kutambua watu wa namna hiyo. Watu wafanye wajibu wao. Lakini jambo jingine, licha ya kuimarisha ule mfumo wa nyumba 10, lakini lazima kutambua na kuwa na taarifa za wapangaji wote. Siku watu wamepanga kwenye maeneo yenu. Labda ametoka Msoma, ametoka Singida, ametoka Geita, amekuja kwenye shughuli za kiuchumi hapa.
lazima mwatambue wageni wote waliopanga kwenye maeneo na kujua taarifa zao wanapotoka. Mtanzania anaruhusiwa kuishi mahali popote, ili mali tu hajavunja nini? Sheria. Kwa hiyo kama amefuata sheria haina shida. Wamekuja kwenye ajira mbalimbali, mnawatambua wageni wote waliopanga kwenye mitaa yenu, na mwenye nyumba lazima amtambue aliyempangisha. Ambaye hajaelewa nini cha kufanya na namna gani kusimamia ulinzi na usalama, naamini wote mmeelewa na nimewakumbusha majukumu yenu. Tunahitaji kikubwa ni ushirikiano. Ushirikiano baina yenu wenyewe kwenye mtaa wenu, yaani mwenyekiti pamoja na kamati yako, wajumbe wa kamati yako, mwe na ushirikiano. Bila ushirikiano kazi haiwezi kwenda. Lakini tunahitaji ushirikiano baina yenu ninyi kwenye mtaa wenu na mtaa wa jirani, kwa sababu adui anaweza katokea kwa jirani. Msipokuwa na ushirikiano, teamwork, hamwezi kwenda. Tunahitaji ushirikiano wa kwenu na viongozi hawa, kama jambo la kiuhamiaji, jambo la jeshi la akiba, jambo la polisi. Fanyeni ushirikiano muweze kutoa taarifa kwa wakati. Lakini tunahitaji ushirikiano na viongozi wa juu, labda mkurugenzi, mkuu wa wilaya, mnaweza mkampa taarifa dasi, mkampa taarifa yoyote ile ambayo mnahisi ni ya muhimu, inatakiwa kuchukuliwa hatua haraka. Sisi nimeleka vizuri? Na wao wako hapa kwa mujibu wa sheria. Wameletwa na Mheshimiwa Rais ili waweze kuja kufanya kazi za wanatalii. Mpigie, mwambie kuna hiki na hiki na hiki nafanyaje, atakuelekeza fanya 1, 2, 3 au utachukua hatua kwa haraka.